tunapotafakari juu ya maisha yetu, hasa tukikumbuka kwamba leo tuna ibada kumshirikisha mwenzetu marehemu Boniface Gisiwa Nyamuhanga. Neema hiyo iwe pamoja nasi tukisikiliza ujumbe wa neno lake, na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo, siku ambayo mioyo ya watu wako tumejaa huzuni, tukikumbuka mwenzetu aliyetangulia kuja mbele yako. Tujiweke mikononi mwako sasa kwa neno lako la uzima, ili upate kutufariji. Fariji familia, fariji viongozi wetu wa serikali, na tuendelee kuona mkono wako mtakatifu katika faraja hii. Na usikie kuomba kwetu katika jina la Yesu. Amen. Asante, tukae. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, tunapenda kukupa pole kwa ajili ya kuondokewa na mtumishi wako ambaye amekuwa mtumishi katika taifa hili la Tanzania. Lakini pia tunatoa salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ameondokewa na mteule wake. Pia tutoe salamu za pole kwa familia, mama, watoto, ndugu na jamaa. Lakini pia tunatuma salamu zetu za pole kwa kanisa ambalo mheshimiwa alikuwa nasali kule Dar es Salaam. Tumepata kuwa ni usharika wa baroni, nao pia tunawatumia salamu. Kama kuna mmoja wapo waliokuja hapa, basi watapokea salamu hizo. Lakini pia tunatuma salamu zetu kwa usharika wa Bunda, ambao mliposikia kwamba marehemu Boniface Gisiwa Nyamuhanga ni Mkristo wa usharika wa kanisa la KKKT, bila kumfahamu, lakini mkajiingiza kwenye taratibu za kuandaa ibada ya mazishi. Poleni pia. Lakini sisi sote ambao tumehudhuria kwenye mazishi haya, wapo watu wametoka mahali mbalimbali, marafiki, watumishi, lakini wote kwa pamoja, Mungu apate kutupa faraja ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia salamu na wasifu wa marehemu kwa kazi alizozitenda, na kweli tukapiga makofi kwa ajili ya kazi zake. Na mtu anayefanya vizuri, hatuna njia nyingine ni kufanya hivyo, kumpigia makofi, kumpongeza. Lakini pia mimi binafsi nimpongeze Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa sababu kila nikisikia hotuba yake, iwe ni kwa ajili ya serikalini, iwe ni kanisani, huwa ninajiuliza, huyu baba alikosea mwelekeo, si angekuwa pastor? Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi hata kwa ajili, kwa sababu anausikiliza moyo wake jinsi ulivyojaa kwa ajili ya Watanzania, anavyoelekeza, anavyoshauri. Kweli naibu waziri, Mungu akubariki sana. Tena ikikupendeza akupe mitano tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti alisema mnyonge mnyongeni,
lakini haki yake mpe. Tukimwangalia waziri wetu, basi hata tukimnyonga, lakini haki yake 5 tumpe. Sio kampeni, maana wakati wake bado. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuja kwenye neno la Mungu. Tutasoma Mwanzo 2:17b, lakini pia tutasoma Mwanzo 3:4. Katika Mwanzo 2:17b anasema, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Huyo ni Mungu mwenyewe anamwambia Adamu. Amempa kazi nzuri kwenye bustani, akamwekea kila kitu kizuri, lakini akampa maelekezo. Akamwambia vyote fanya kabisa, vyote kula, maana vimeumbwa kwa ajili yako, lakini huu mti wa katikati matunda yake usiale, ukila utakufa hakika. Na Mungu akathibitisha kufa kama mwanadamu atatenda dhambi. Lakini mstari wa Mwanzo 3:4, Shetani naye akagundua kwamba Mungu amemwambia Adamu maneno hayo. Yeye akanyoka moja kwa moja kwa Hawa, akamwambia, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, kwamba utakufa hakika? Mungu amekosea. Amegundua ukila utafanana naye. Sasa hizo sentensi za Mungu sio kweli. Yeye akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa hiyo watu wawili wamesema mambo mawili tofauti. Mungu anasema hivi, lakini Shetani anakuja anasema hivi. Anamwambia wewe hakika hautakufa. Inawezekana kwa maneno haya ukiyatafakari vizuri, inawezekana ndio maana wanaume wengi kufa kuliko wanawake. Kwa sababu mwanaume amepewa maagizo, usile, hautakufa. Anasema mwanaume akapewa maagizo kwamba ukila hakika utakufa. Lakini angalia ajabu iliyopo. Yeye Hawa anaambiwa Mungu hajasema hivyo. Ukiangalia maisha tulio nayo sasa, upo udanganyifu mwingi sana katika familia. Mwingi sana. Na ndoa nyingi zinaharibika, lakini ni kwa sababu ya sentensi moja tu ya Shetani. Eti ndivyo mume wake amefanya, ndivyo hiki kimefanyika hivi, ndivyo hiki kimefanyika hivi. Na sisi wanaume tukifika nyumbani, mwanamke akasema hiki ndicho kula, wewe unakula tu. Sisi kuna cheza ngoma moja wanasema, mwanaume akirudi nyumbani akakuta mwanamke amepika nyama, hamuulizi hata kama akumpa hela, hamuulizi ulitoa wapi. Yeye anabugia tu. Alafu anajigamba anasema, mimi ni mjanja nisiyeuliza hii nyama imetoka wapi. Nakula tu. Hebu muangalie Adamu. Analetewa tunda lakini haulizi hili ni lipi hili tunda umeleta. Sasa unajiuliza, hivi Adamu hakulijua kwamba ni lile tunda la mti ule ndio umekataliwa? Lakini Hawa alisema hivi, huu mtu unapendeza hata kwa macho, unatamanika. Akara akampelekea mume wake. Sasa unaona, na Mungu anapokuja hamuulizi mwanamke, anamuuliza mwanaume, imekuwaje? Masingizio akaanza. Si mwanamke, si nyoka. Lakini tunaona maisha ya siku hizi sasa yamekaa kushoto juu ya familia. Mambo mengi ni magumu, mambo mengi yanatisha, lakini ni kwa sababu ya dhambi.
Kwa hiyo kifo ni adui wa mwanadamu, kwa sababu dhambi imetutenga, imetutenganisha, na hakika tutakufa. Kuzaliwa ni bahati tu, lakini kufa lazima. Kila nafsi itaonja mauti. Mfalme Daudi, Mtume Paulo anasema katika waraka wa pili wa Korinto 4:5, anasema hivi: kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua, tukilemewa, si kwamba tunataka kuvumiliwa tu, bali kuvikwa kile kitu kipatikanacho na mauti, kimwezo na uzima. Lakini anasema bali aliyetufanya kwa neno hilo ni Mungu. Aliyetufanya kwa neno hilo ni Mungu. Kumbe Mungu hataki tumezwe na mauti. Mungu anataka kutukomboa. Mungu anataka mauti imezwe. Lakini kwa sababu ya dhambi, mauti ipo na inaendelea kuwepo. Mtume Paulo katika Wafilipi 1:2-21 anasema, maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, lakini kufa ni faida. Na mwanadamu wapo duniani, uwe una pesa, uwe una mamlaka, uwe una ulinzi, ni rahisi kusahau kwamba kifo kinakuja haraka. Ni rahisi sana kusahau kwamba kifo kinakuja haraka. Watu wanaokumbuka kifo kwamba kiko karibu ni watu wasiokuwa na pesa, watu wasiokuwa na mamlaka. Unasikia nasema mimi naishi tu, hata nikifa hamna shida. Yaani anafikiri yeye ndiye amestahili kufa kwa sababu ya umaskini wake, kwa sababu ya hali yake. Lakini kumbe kifo hakitazami hapo. Kifo kinakutafuta hata ukiwa ndani, hata ukiwa orofani, hata ukiwa njiani, kama ilivyotokewa kwa mpendo wetu Boniface Gisima Nyamuhanga. Kimemfuata njiani tu. Hajaugua, hajafanya nini, lakini kifo kinamfuata. Tunasikia watu wanasema, kifo kilitokea saa 8 usiku, saa 7, lakini sababu ya ajali alikuwa anamkwepa mtu wa baskeli. Kifo kinakufuata tu. Hata jana Mkristo wangu mmoja ajitokeza tu kutoka nyumbani kwake, anaingia barabarani tu akakutana na pikipiki ikamgonga, akafa hapo hapo. Hapo hapo. Na jana hivyo walifanya ibada ya kumsindikiza, ameenda kuzikwa nyumbani Tabora. Hana habari tu, ametoka anaingia barabarani, anakutana baskeli, anakufa. Unawezaje ukakwepa kifo sasa? Unasema mimi hapa siwezi kukutana na kifo. Inawezekana ukaugua muda mrefu, anaweza kukupeleka India, anaweza kukupeleka wapi? Wewe ukatibiwa, unafikiri unakwepa kifo, lakini kinakufuata huko kwa angani. Siku hizi ukifika kwenye video utasikia watu wanasema Mungu amempenda zaidi. Sasa unajiuliza, hivi Mungu akimpenda mtu zaidi anakufa? Si kama ndivyo basi niache kumpenda Mungu ili nisife? Yaani kifo kikishafika kinakufuata tu, wanakupenda au hakupendi, ili mradi tarehe yako imeingia kwenye laini ya Mungu. Kwa hili huna ujanja. Siku moja katika kijiji kimoja ilisikika kelele za nyati huyo, nyati huyo, nyati huyo. Kijana mmoja kwa kuogopa nyati akaenda akajifungia ndani ili asikutane na nyati. Akajifungia, baada ya muda akasikia kelele kwamba nyati yule ambaye alikuwa anapiga kelele sasa ameuawa. Watu wanakatakata nyama. Akajikwaa, akaangukia kwenye pembe za nyati, zikamchoma na akafa hapo hapo. Unakwepaje? Yeye alifikiria amepona, amekwepa, maana nyati alikuwa anamuogopa, ameingia kijijini akajifungia ndani.
Nyati amekufa lakini naye akaenda kumuua. Hatuna mahali tunaweza kukimbia tukakikwepa kifo. Je, unaweza kukwepa kifo kwa njia gani? Hata kama una hela uweze kukwepa kifo. Hata kama una mamlaka uweze kukwepa kifo. Hata ungekuwa unaweza, wenye mamlaka na wenye pesa, tusingekuwa tunalia kwamba kwa nini wamekufa. Lakini kwa sababu Mungu aliyekuumba wewe ndiye aliyemuumba asiyekuwa nacho, lakini wote tutakutana sehemu moja tu. Mahali pa kifo ni sehemu moja. Watu unaweza ukakimbia ukaenda kutibiwa wapi? Siku hizi watu wengi tunaenda India, sawa kabisa. Tunaenda kwenye hospitali kubwa vizuri zaidi, ndio maana zinatakiwa zijengwe ili ziponye watu, lakini haziondoi kifo. Watu wengi wanakimbia kwa waganga wa kienyeji, wanataka kwenda kufungiwa kinga. Lakini siku hizi kuna wengine wanaenda kwa waombaji, wanaoomba na kusema wanazuia kifo au wanafufua wafu. Kumbe na wao wanaogopa kifo. Baada ya dhambi, kifo ni giza kwa wanadamu. Ndio maana tunasikia watu wanasema kifo ni fumbo. Kifo ni fumbo. Lakini ukimsikia Yesu kwenye maandiko matakatifu na ukajua kwamba kifo kipo, sasa sema kama wengine wanavyosema, jitayarishe, kifo kipo kinakuja. Kuna wanakaya fulani wa kanisa moja waliimba, natembea nikiwa marehemu. Saa yoyote tu, saa yako ikifika, wala hausemeshani na mtu, unaona tu umeenda. Mwimbaji mmoja siku moja kwenye kanisa letu alikuwa anaimba madhabahuni kama hapa kwenye mashindano ya nyimbo, wakati wa chorus wa nyimbo yao akakuta anaanguka chini na akafia hapo hapo. Kwa hiyo Mungu ajali uko wapi kwa wakati huu anapotaka kukuita. Hawezi kujua kwamba una familia. Mungu si kama mahakama. Ukienda mahakamani hakimu anakuhukumia, alafu anakuambia jitetee. Alafu unaweza kumwambia hakimu, nina watoto 5, naomba unipunguzie miaka. Mama yangu hawezi, naomba unipunguzie. Hakimu anaweza kukuonea huruma akakupunguzia. Lakini Mungu je? Saa yake ikifika, Biblia inasema ni hukumu saa hiyo hiyo. Ukishazima ni hukumu saa hiyo hiyo. Kama ulitenda mazuri, Biblia inasema utaenda mahali palipo pazuri pia ulipotenda maisha yako. Lakini kama hukutenda vizuri, anasema jehanamu. Sasa ni kazi yako kujiandaa. Kazi yako kujiandaa. Wakati mwingine walikuwa wanasema ukiona mwenzako amenyolewa wewe tia maji. Sasa ukiona mwenzako ameenda, na wewe kumbuka zamu yangu ipo. Lini? Ndio hiyo hujui. Biblia katukumbusha na inatukumbusha sisi waombolezaji. Ukisoma Timotheo wa 2:4-13 anasema, lakini ndugu zangu hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wao wasio na matumaini. Hapo ndipo nguvu ya Kristo inakuja. Kama wewe unafahamu kwamba siku unaondoka, ukiona mwenzako ameondoka, anza kumwambia Mungu, Mungu ninajua. Maana nasema hivi, tusiwe kama watu wasiojua mkahuzunika kupita kiasi. Lakini kumbe watu tunaogopa kufa. Sio kitu kidogo. Mahali fulani nilihudhuria kwenye msiba, nikakuta mama mmoja amefariki, lakini alikuwa na mtoto mpendwa sana. Kwa hiyo mama akalia sana. Mpaka kazuia watu wa kuzika wasizike, maana nakimbia nataka ingia kabrini. Kwa nini? Kwa sababu alimpenda mama yake sana.
Akatokea mzee wa hekima mmoja akasema hivi, jamani, msimzuie huyo mtoto, mwache aingie, asitucheleweshe, mwache aingie. Mmoja akamwambia, haya, ingia. Mtoto akanyamaza, akaenda kakaa ndani na likaisha kabisa. Mtoto akanyamaza, wewe kaisha. Kwa nini unahuzunika? Usihuzunike kama mtu asiyejua kwamba kifo kipo. Na watu wanakufa wakati wowote. Awe baba mpendwa kama alivyokuwa kwenye familia hii, awe na watoto, awe na mama, kifo akijali wakati huo. Tena wakati ambapo mtu ndiye anastawi, ndiye anapata nguvu kubwa kwenye familia, ndio Mungu anasema ya njoo. Alafu anaiacha familia haina baba, familia haina mama. Lakini lote hilo Mungu anakaa kama mfariji kwetu. Wapendwa wa familia hii, mama na watoto, ninajua kwamba mmeshaona vifo vingi vya familia nyingi. Vingine wakina baba wakichukuliwa, vingine wakina mama wakichukuliwa, vingine watoto wakichukuliwa. Lakini inawezekana ninyi mlikuwa wafariji kwenye familia hizo. Labda mlihusika mkasema pole sana. Mlihusika mkasema jipeni moyo. Mlihusika mkasema ni Mungu ndiye ametoa. Mkafanyika faraja na wakawasikia. Sasa leo ile iliyokuwa kule mlioitoa faraja sasa imehamia kwenu, na nyinyi tumekuja kuwapa faraja. Mjipe moyo kwa sababu mtendaji wa mpango huo ni Mungu mwenyewe. Na wakati mwingine linapotokea gumu kama hilo, si rahisi watu kufikiri kwamba ni mpango wa Mungu. Ndio maana wakati mwingine watu wanaanza kusema, ngoja tuangalie. Kweli ilikuwa ni ajali kweli? Mkono wa mtu au ni nini? Unakuta familia inaweza ikahangaika, ikajichanganya katika mambo mengi, lakini bila kujua kwamba iwe ni mtu, iwe sio mtu, iwe ni gari, iwe sio nini, lakini mwenzetu Nyamuhanga Gisima amemaliza muda wake wa kuwepo kwenye familia yake, kuwepo kwenye kazi yake, kuwepo kwenye dunia hii. Ndio maana nasikia Biblia inatupa neno gumu, nasema shukuruni kwa kila jambo. Hata leo gumu kiasi gani, sasa sisi ni kushukuru. Sasa niwaombe familia, mjue ya kuwa Mungu atakaa upande wenu, naye atawafuta machozi. Pale mnapofikiri hakuna kitakachowezekana kwenu, muite Mungu akae ndani yenu, nanyi mtaona faraja yake. Na wakati wa kifo ndipo familia nyingi zinapotawanyika, ndipo mali za familia zinapoharibiwa. Lakini naomba Mungu awape utulivu, maana maisha bado yataendelea. Mungu awafute machozi ili muone kwamba kifo cha mpendo wenu ni mpango wa Mungu kwake, na yeye aendelee kuwapa amani na faraja. Tukitazama dunia ina mahangaiko mengi sana sana, ina tabu nyingi sana. Watu tunatafuta amani, tunaupata wapi? Tupate kwa Kristo peke yake. Ukimwamini Kristo, ukakaa kwake na akakaa ndani yako, basi hata kwa gumu lolote wewe utavuka. Kwa hiyo niwasihi wapendwa katika Kristo, Mungu wetu aliye mbinguni awe pamoja na familia hii, awe pamoja na marafiki. Sasa unajua mkishabaki wakina mama, hapo ndipo na shetani anakuja. Eti sasa uko huru, eti sasa sinaweza kuingia kwako.
na wanaume wao ni wakorofi. Akiingia kwako ukamkubali, hata mali uliyo nayo hutaitumia kwa watoto, atatumia huyo aliyeingia kwako, ataharibu. Kwa hiyo lazima ujue shetani ataingilia na njia gani baada ya nyinyi kubaki wajane. Kuna watu watakuja haraka sana, watakuja na mashauri yao, wataka kuingia kwenu. Usipokuwa na Mungu ndani yako, ni rahisi shetani kuingia, alafu akaharibu hata kile ulichofikiri kitakusaidia wewe na familia yako. Una njia ya kumkataa, lakini una njia ya kuchagua jina la Yesu. Wakati huu ni wakati wa Kwaresima. Tunamaliza kesho kutwa, lakini tuna nafasi sisi sote ya kutubu na kumwamini Yesu. Una nafasi ya kutubu na kumwamini Yesu. Usifikiri kwamba wewe uko salama kwa sababu shetani anakufuata. Anafuata haribu imani yako, anakufuata haribu utumishi wako, anakufuata haribu familia yako. Sasa usimame. Usimame. Usiposimama, shetani anakuja mara. Basi nitumie muda huu pia kuwakumbusha Watanzania kwamba mwaka huu wa 2025 ni mwaka utakaokuwa mwaka wa uchaguzi, wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuchagua wabunge, kuchagua madiwani. Sasa nikuombe uhakikishe kuwa jina lako liko kwenye daftari na orodha ya wapiga kura, ili utumie nafasi hii, uhuru wako na haki yako, kumchagua kiongozi atakayelitumikia taifa hili kwa uaminifu. Na tukiwapata tukiwapata watumishi walio waaminifu, taifa letu linakaa salama. Taifa letu linakaa salama. Ndio maana kanisa wakati mwingine tunawasisitizia, nyinyi mlio wa Kristo, gombeeni nafasi za uongozi kwenye taifa letu. Nyinyi mlio wa Kristo, gombeeni, maana mkipata nafasi hizo mtakuwa waaminifu. Sisi tunaamini hivyo. Hapo ndipo huwa ninamkubali Waziri Biteko, kwa sababu anasema sana maneno hayo kwa ajili ya taifa letu. Basi kwa kusema maneno hayo, ninaamini kwamba Mungu wetu aliye mbinguni atayabariki yote. Leo wakati tunasikiliza wasifu wa Mheshimiwa Nyamuhanga, hapo inaonekana walisahau. Hawakutaja, labda kanisa litataja, hawakutaja kwa habari ya imani kwamba alikuwa Mkristo, au serikali sijui hawataki wa Kristo. Mbona hawakutaja hapo? Wale waliokuwa wanaandaa hivyo wangetaja, alafu watukumbushe sisi kwamba huyu alikuwa Mkristo hivi na hivi na hivi, ingawa sisi tunajua alibatizwa. Lakini sasa mnaweza mkashangaa waliokuwa Wakristo hapa, katika wasifu wake wamesema alikuwa na wanawake wawili. Ikifika kwenye kanisa letu tungesema huyu hatuhusiki kumzika, maana alikuwa nje ya kundi. Kwa utaratibu wa kanisa letu tungesema hivyo, lakini tumefuatilia kwa sababu tulikuwa hatumjui, alikuwa hajawahi kujitambulisha huku kwetu. Kwa hiyo hatukumjua, ikabidi tufuatilie kule alikokuwa nasali. Nataka kuliweka hilo wazi ili watu wasije kusema kumbe kanisa la Kiinjili la Kilutheri, wewe hata kama hauko kwenye maadili, wewe unazikwa tu, wewe una wake 6 wala hamna shida. Sisi tumefuatilia tukagundua kuna sehemu aliruhusiwa kwenye sakramenti, na ndio maana tunaonekana hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nichukue nafasi hii pia kuwakumbusha nyinyi waombolezaji, watumishi wa serikali na msio watumishi, katika maisha ya imani mjitambulishe. Yaani katika maisha ya imani jitambulisheni, na huko mnakosali. Kama ni Muislamu nenda jitambulishe wakufahamu. Kama ni Mkristo wa kanisa lolote nenda jitambulishe. Alafu na sisi tukifika tukasema wasifu wetu alikuwa Mkristo, alikuwa anafanya hivi, yani na sisi tunafuatilia nyuma taratibu zile. Alikuwa mwaminifu, alikuwa analikuza shirika lake hivi na hivi na hivi. Na sisi ikifika kwetu tunasema alikuwa Mkristo, alikuwa analikuza kanisa lake kwa njia hii na hii na hii na hii na hii. Yaani mjitambulishe wa Kristo. Msipojitambulisha hamwezi kuwa waaminifu kwa Mungu, sio kwa serikali. Maana kwa serikali unaweza kuwa mwaminifu kweli, lakini kwa Mungu ukajitenga. Ni wasihi wana wa Mungu, kwa Mungu jitambulishe pia. Maana iko siku unaenda, kwa sababu tunajua huko unakokwenda sehemu mbili tu, huko mwisho wa maisha yako sehemu mbili tu za kwenda, na moja hapo lazima utaenda. Utaenda uzima wa milele au mauti ya milele, lazima. Sasa unachagua kwenda wapi ukiwa na kazi yako? Unaweza ukafanya kazi nzuri kabisa duniani, ukafika kule Mungu akwambia nenda sikujui, nenda kushoto. Lakini naomba Mungu akufahamu duniani kwa kazi uliyopewa nayo, iwe ni ya serikali, iwe ni ya binafsi. Kwa kazi hiyo Mungu akufahamu, lakini na mbinguni Mungu akufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukifahamika hivyo, basi Mungu hana neno juu yako. Usifahamike upande moja, fahamika zote mbili. Kwa Mungu uwepo, na duniani kwenye kazi zako uwepo. Si hata mwimbaji mmoja wa Afrika Kusini aliwahi kuimba kwamba hata ukiwa mwenye dhambi mkumbuke Muumba wako hata siku moja tu. Hata kama mwenye dhambi, lakini siku moja tu pata nafasi mkumbuke Mungu. Kanisani watu wakuone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uhai aliokupa Mungu na kazi aliyokupa Mungu unatakiwa itumie sehemu mbili. Tumia kwa familia yako na tumia kwa Mungu. Biblia inasema hazina ya moyo wako unapouweka ndipo hazina yako ilipo. Ninaomba tumalize kwa kusema maneno haya, na nitasihi wote tuseme. Uwe unamfahamu Mungu, uwe umfahamu Mungu, lakini ni kwa ajili ya Kwaresima hii ambayo tunapaswa kutubu. Naomba useme maneno haya kwa pamoja. Mimi niyaseme na wewe uyaseme. Sema, Mungu, nisamehe dhambi zangu, niondolee makosa yangu yote, unisafishe nami nitakuwa safi. Mungu atubariki na libariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Neno la Mungu takata alililo kambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa yule mtu wa itifaki alisema tuendelee, maana tukishaanza sisi maana yake tunaenda mpaka liturujia mpaka kuzika. Sasa hapo ndipo zile salamu za serikali zitafuata, maana tuende pamoja kwa sababu tunashirikiana pamoja. Mheshimiwa, niliona unatoa ujumbe, sijui ndivyo? Ndivyo Bwana Yesu asifiwe.
Kama ndivyo, kwenye hivyo vitabu mlivyo navyo kuna liturujia, lakini kwa kuwa ilichapwa kule na wachapaji, hatutatumia liturujia hiyo, tutatumia nyingine ambayo ni fupi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tutatumia nyingine ambayo ni fupi kidogo, ni kwa kuwa haijachapwa hapo, lakini kwa kuwa ipo hapa, wale wenye vitabu tutashirikiana pamoja. Ni liturujia fupi kuliko ile ambayo ilikuwa imechapwa hapo. Mtatulia radhi kwa kubadilisha hapa ibadani, lakini tumeona hii ni fupi. Kwenye kitabu kikubwa ni ukurasa wa 464. Kwa wale wa Lutheri waliokuja na vitabu hivi, tutaenda kwa haraka ili tuokoe muda. Maana tunajua muda na hali ya huku kwetu Bunda